Kwanza kwa wenyeji wetu mkoa wa Arusha wamepokea. Tutakuwa na kikao cha mwaka cha maafisa michezo Tanzania bara kwenye halmashauri zote na mikoa yote ya Tanzania bara. Kikao kitafanyika tarehe 30 mwezi wa 3, na matarajio yetu tutakuwa na wanamichezo kwa maana wanachama wa TASOA wapatao 200. Tayari maandalizi yalikwisha anza. Leo tulikuwa na kikao cha secretariat ili kuona ni mambo gani muhimu ya kuweza yatakayojadiliwa katika kikao kitakachofanyika tarehe 30. Mambo mengine, umuhimu wa kikao chetu ni kuona ni namna gani tunakutana maafisa michezo wote nchini na kuweza kushare uzoefu wa maeneo mbalimbali tunakotokea, lakini la mno sana ni kikao chetu cha mwaka kuweza kukumbushana mambo ya ustawi wa chama, hasa eneo la maendeleo ya gharama ya michezo kwenye maeneo yetu. Tuna issues za kikatiba, lakini pia tuna issues za ustawi wa chama kwa ujumla wake. Kwa hiyo bado viongozi wanaotoka kwenye mikoa na halmashauri wanaendelea kufika, na maandalizi yetu kwa kweli yanaenda vizuri. Tunahakika kitakuwa kikao kizuri sana, na ni kikao cha kwanza ambacho kitakuwa cha mfano kwa kusema ni kukumbushana majukumu ya kila siku kwenye maeneo yetu tunayotokea. Lakini la pili ni eneo la ustawi wa wanataaluma ya mchezo wa Tanzania bara. Tunao wanamichezo kama nilivyosema wanamichezo wasiopungua 200 wa Tanzania bara, lakini in connection na AFCON tunayo fursa ambayo utapata fursa ya kupitishwa kwenye maandalizi ya AFCON, lakini pia na fursa ambazo itakuwa kama ni nyenzo ya kwenda kufanyia kazi kwenye maeneo yetu ya kazi. Zipo fursa mbalimbali zinazotokana na mashindano yanayokuja, na hasa ukiangalia katika mkoa wa Arusha na hata mikoa mingine. Fursa mojawapo utakayoipata ni namna gani tunaweza kucoordinate kuweza AFCON kuweza kuongeza pato la mwananchi mmoja mmoja. Asante. Mimi kwa jina ni Amani Wilson Mwaipaja, kwa mkoa Singida, ni afisa michezo, lakini pia ni katibu wa chama cha maafisa michezo Tanzania kwa maana ya TASOA. Sisi kama TASOA tunakutana hapa Arusha, ikiwa ni kikao chetu sasa cha kwanza baada ya kuundwa TASOA inayohusisha maafisa michezo wote Tanzania bara. Kwa maana hiyo tutakutana hapa tarehe 30 ikiwa ni sehemu sasa ya mwendelezo wa ajenda ya kuunganisha wanamichezo wote Tanzania, lakini pia ni ajenda ya kuendelea kukijenga chama kwa maana ya kukamilisha maeneo mfano katiba, kukamilisha pia namna ya kuendesha hiki chama cha afisa michezo Tanzania. Kwa hiyo ni sehemu ya utekelezaji sasa wa yale makubaliano ambayo yalifanyika tarehe 22 mwezi Aprili 2025 pale jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo cha kwanza kabisa tunaendelea kuhamasisha maafisa michezo popote pale walipo waje wafike kwenye kikao, kwa sababu mchango wao ndio utakaoimarisha chama chetu hiki, chama cha maafisa michezo. Lakini pili, watakapokuwepo tutakuwa na fursa ya kujadili vitu ambavyo vitakuwa na mwendelezo wa chama chetu hiki, chama cha maafisa michezo. Kwa hiyo nimeona nianze kwa kusema kabisa kwamba ni wito wangu mkubwa, kama ambavyo tunatarajia kuwa na zaidi ya maafisa michezo 200, basi wafike kwa idadi hiyo ili tutengeneze makubaliano ambayo yatakuwa na nguvu zaidi. Mpaka sasa idadi ikoje sasa, yaani mwamko wa watu kushiriki umekaje? Kimsingi labda ni shukuru sana wizara walishatoa maelekezo na barua kwa mikoa yote, lakini halmashauri zote, ambapo nafikiri mpaka sasa zaidi ya maafisa michezo 200 wamekwisha confirm kwamba wako, wengine wamefika, lakini wengine wako njiani wanakuja, ambapo wakifika hapa tutakuwa na kile kikao cha sekta nzima ya michezo na utamaduni, lakini tarehe 30 tutakuwa na kikao cha sekta ya michezo, ambapo sasa hapo ndipo ambapo
tutajadili sana mustakabali wa maendeleo ya chama, lakini maendeleo ya michezo Tanzania kupitia wataalamu ambao watakuwepo. Kupitia kikao hiki sasa tutarajie nini wana michezo ama michezo katika nchi ya Tanzania? Nafikiri mtafahamu pia kwamba miongoni mwa wadau wakubwa au miongoni mwa rasilimali kubwa ambayo inaangaliwa tukishazungumzia maendeleo ya michezo ni pamoja na maafisa michezo, kwa sababu maafisa michezo wanasimamia sera, lakini pia wanasimamia sheria ya baraza, lakini wanasimamia miongozo ambayo inatolewa na TAMISEMI juu ya uendeshaji wa michezo, kwa maana kuanzia ile tunaita grassroots, lakini mpaka uendelevu wake mpaka senior na maeneo mengine. Kwa hivyo wao wakiwa ndio wasimamizi wakuu na watendaji wakuu, watakapokuwepo hapa itakuwa ni fursa kubwa ya kujadili na kufanya tathmini kwamba tumefanya nini na tunatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kikao hiki kitakuwa na mchango mkubwa sana katika sekta ya michezo, sababu moja, tutaangalia tulipofanikiwa, lakini tutaangalia changamoto, lakini tutakuja na njia ya kuboresha na kuweza kutatua zile changamoto ambazo zimeonekana wakati uliopita. Kwa hivyo ni wadau muhimu na ni watu muhimu ambao watatusaidia sana katika maendeleo ya michezo.